Sijui kama wakati ukiwa juu walikuwa hivi. Sasa tuna dakika kama 45 au 50 za kuzungumza. Ninawashukuru sana kwa kujitokeza kuja kutusikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tumekuja Masasi kama mlivyoambiwa kwa mambo mangapi? Mambo mbili. Jambo la kwanza, tunazungumza kuhusu katiba mpya, na jambo la pili tunazungumza kuhusu kumwachia mwenyekiti wetu, kwa sababu wote tunaamini, mimi na nyie na polisi hawa, kwamba Lissu hana kosa, hastahili kuwa ndani, anastahili kuwa hapa nje anazungumza na wananchi. Sasa nitaeleza na nitaomba mnisikilize. Nyie watu wa kusini, kwa sababu ya elimu ya huku kusini, mambo mengi yanayohusu namna mnavyonyonywa hamyajui. Uongo kweli? Utajiri ulioko kusini hamuujui. Namna ambavyo rasilimali zenu zinatumika hovyo na kuwaacha maskini hamjui. Sasa hii imefanywa kwa maksudi. Ukitaka kumtawala mtu unamnyima nini? Ndio maana wakati wa kupigania uhuru Mwalimu Nyerere alisema hivi: tunataka kuondoa wakoloni wazungu weupe kwa sababu wameshindwa kuondolea Watanzania ujinga, kuwapa elimu waerevuke, ujinga uondoke. Ukimpa mtu elimu unafukuza ujinga. Wameshindwa kuondolea Watanzania maradhi, na wameshindwa kuondolea Watanganyika umaskini. Alisema hivyo Mwalimu miaka ya 57. Sasa nikiwauliza leo, ujinga umeondoka? Maradhi yameondoka? Umaskini umeondoka? Na Mwalimu akasema baada ya kupata uhuru kwamba ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Mambo mangapi? Mimi ni mwalimu, nataka tuende pamoja. Mambo mangapi? Manne. Inahitaji watu. Wakati wanasema Mwalimu tulikuwa milioni 8. Milioni ngapi? Leo tuko milioni 65. Kwa hiyo watu tunao. Inahitaji ardhi. Ardhi yetu ni kilomita za mraba 945. 900 na ngapi? Ukichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu laki ngapi? 940 na ngapi? Kwa hiyo unaweza kuchukua hizo nchi zote ukaziunganisha pamoja, ukaziweka Tanzania na chenji ikabaki. Na kule Kenya, ukienda upande wa northern Kenya, kule kuna jangwa, kule maeneo ya Marsabit na kuelekea juu kule kwenda Somalia kuna jangwa. Sisi katika kipande chote Mwenyezi Mungu alichotujalia cha kilomita 945 hakuna hata nusu kilomita yenye jangwa, bali kila sehemu Mwenyezi Mungu kaweka madini, maji, kaweka rutuba. Ukienda kule Kabanga, Kagera, kuna madini yanaitwa nickel na cobalt, yanatumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazozitumia. Simu zote hizo kiona mnamulika hivi na simu, naona wengi mnanimulika, madini hayo yanatoka Tanzania. Sasa hapa kusini, ukisimama hapo kwenye barabara, ukihesabu maroli yanayopita kila siku yamebeba makaa ya mawe, yanaondoa fedha na utajiri wa watoto wenu, yanapeleka Ulaya, nyie mnabaki maskini. Ni maelfu kwa maelfu ya roli kwa kila siku.
Nasema uongo? Nasema uongo? Nyie mnabaki maskini. Korosho, ufuta, dhahabu. Sisi nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi Afrika. Makaa ya mawe, chuma, almasi. Utasema nini? Sisi Mungu katupa mpaka madini ambayo hayapatikani kwingine kokote dunia. Yaani Mungu kuna sehemu alikuwa anaumba vitu, anaweka kwenye dhahabu. Si iko hata Botswana? Dhahabu, almasi si iko hata Botswana? Dhahabu iko mpaka kule Northern Africa huko, hata Sudani ipo. Lakini kwa upendeleo maalum katuwekee madini ambayo hajaweka kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Kwa hiyo tukisema nchi hii ni nchi iliyobarikiwa na kuchaguliwa na Mwenyezi Mungu, hatukosei. Sasa mbuga yenu ya Seru, jana nilikuwa pale na Chingwea wanalia kuhusu tembo. Ina kilomita za mraba 50,000. Unajua nchi ya Israeli si mnaisikia? Inaleta fujo huko, mara inampiga Muirani, piga sui nani, Israeli kale kana ukubwa wa kilomita za mraba 21,000. Kwa Seru ni kubwa kuliko Israeli yote. Yaani ukichukua Israeli ukiweka Seru inaingia mara 2 na kubaki change. Rwanda hiyo ya Kagame, si mnaijua? Ina kilomita za mraba 26,000. Kwa hiyo Seru ni kubwa mara 2 ya nchi ya Rwanda. Lakini tunajitathmini miaka 65 baada ya uhuru, katikati ya utajiri tunajiona wanyonge na maskini. Watu wetu wanalala bila kura,